Yesu anasema, mbona Bwana atakutenda ishara ajabu kwa jina lako? Atasema, ondokeni kwangu nyinyi mlio na nia. Kwa hiyo tujitahidi sana kumpa Mungu utukufu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya somo hili ambalo alikuwa ametusudia siku ya leo tuweze kujifunza. Na kwa wewe ambao unasikia utakuwa unatazama somo hili, jua ya hakika kwamba Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Wakati wote utakwenda kusikiliza na kusikiliza, uwepo wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Na wakati utakwenda kutii, utaona Mungu katika namna tofauti. Naomba nimshukuru Roho Mtakatifu kwa pamoja nasi kwa uaminifu. Tangu tulipoanza somo hili asubuhi, Mungu amekuwa mwaminifu. Mtakatifu na mtakatifu Bwana, wewe ni mwaminifu sana. Nami mtumwa wako, Mungu mwaminifu, nimetumika kama chombo tu. Na watu wako Mungu wameandaa mioyo kwa ajili ya kupokea wewe na kusikia wewe. Mungu mwaminifu, ninakuomba ukawatendee. Uwasaidie waweze kuyatendea kazi yale yote ambayo umewaagiza kufanya. Na Mungu naomba ukayathibitishe maneno yako kwa wale wote ambao wataamua kutembea na wewe na kuyafanyia kazi. Tembea nao. Wasaidie hata pale ambapo wanashindwa. Waongoze kwa sababu wewe ni Mungu mwenye rehema. Wewe ni Mungu wa msaada. Asitokee hata mmoja Mungu akapotea katika siku ile. Asitokee hata mmoja Mungu akapotea, asiwepo katika kitabu cha uzima wa milele. Asiwepo katika kitabu cha uzima wa milele. Maana unaliandaa kanisa lako. Unaandaa mioyo ya watu wako ili waweze kumpokea siku ile ya utiisho hiyo kuna ambayo yoyote mwenye mawaa, yoyote mwenye madoa, yoyote asiyekamilika wataingia humo. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya masomo haya ya kutuandaa kwa ajili ya kuja kwake Yesu Kristo. Nami mtumwa wako, ninaomba unisamehe pale ambako sijafanya sasa na mapenzi yako. Yamkini Mungu kuna namna ambapo nitaka nifike lakini siweza kufika. Ninaomba unisamehe. Naendelea tena kukukaribisha na kunyenyekea sana mbele zako kuendelea kunitumia sasa na mapenzi yako. Na Mungu niko tayari kutumika tu kama chombo. Na sifa na utukufu uchukue wewe Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ninatangaza sasa huru katika watu wako. Kila aina udhaifu katika jina la Yesu. Na wewe unasikia kila aina udhaifu uliopo jirani unakisikia sauti hii. Wewe utakanisikia katika mitandao na ulipo mahali hapa. Kila aina udhaifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza katika kiungo kwa namna yote, kwa ugonjwa namna yote, kwa jina lake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Iwe ni kansa katika jina la Yesu Kristo, na kuambia kansa mtoke mtu huyo katika jina la Yesu. Iwe ni ukimwi katika jina la Yesu. Hakuna ugonjwa usiowezekana. Katika jina la Yesu uzima ukaingie ndani ya mtu huyo. Katika jina la Yesu Kristo, iwe ni figo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Figo nakwambia toka katika jina la Yesu. Iwe ni kansa kwa namna yote hiyo. Iwe imefika stage yote hiyo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natangaza uzima katika chembe za damu. Natangaza uzima katika jina la Yesu. Iwe ni kisukari katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natangaza uzima katika jina la Yesu. Iwe ni ugonjwa usiokuwa na jina kwa namna yote, huyo uliopo utakayekuja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natangaza uzima. Na maombi haya hayatakuwa na kikomo cha muda. Uwepo wake na nguvu zake utaongezeka, hayatapungua katika jina la Yesu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Libarikiwe jina lako, liinuliwe. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu wewe upo na umetukuka, umetukuzwa. Uinuliwe wewe nasi tupungue sana katika jina la Yesu kwa ajili ya utukufu wako. Amen.